Umati wa watu nje ya Super Save Supermarket ulisimama kimya kama sanamu. Gari la kifahari aina ya Bentley lilikuwa limetua kando ya barabara yenye vumbi. Hakuna mtu aliyetarajia kitakachofuata. Mwanamke mmoja akashuka, mrefu na mwenye mvuto, akiwa amevalia nguo ya kifahari ya rangi ya nyeupe aina ya jumpsuit. Viatu vyake virefu viligonga taratibu kwenye lami na uwepo wake uligeuza macho ya kila mtu. Huyo alikuwa Samantha Chege. Watu walimfahamu. Hakuwa mwanamke wa kawaida. Huyu ndiye Samantha Chege, bingwa wa teknolojia, malkia wa programu barani Afrika, mwanzilishi wa Mtech, sura iliyoko kwenye jarida la Forbes Afrika na mfano wa kila mama kwa binti yake. Lakini leo Samantha hakuwa hapa kwa mahojiano, kikao cha bodi au kununua divai ya kifahari. Alikuwa anaelekea moja kwa moja kwa mwanaume maskini asiye na makazi. Alikuwa amekaa kwenye jalala kando ya krates tupu. Koti lake la kahawia lilichanika juu ya shati la kijani lililokuwa halijaoshwa kwa wiki nyingi. Ndevu zake zilikuwa zimetatanika kama kichaka, nywele zikimwagika hovyo kila upande. Begi jeusi lililochakaa lilining'inia begani kana kwamba lilibeba maisha yake yote. Alimwangalia taratibu akiwa na mshangao. Hakuna mtu aliyewahi kumkaribia, hasa mwanamke wa aina hiyo. Samantha alisimama mbele yake na kutabasamu. Jina langu ni Samantha, alisema kwa upole. Mwanaume akapiga blink. Ezra Obinna. Kisha, kabla kila mtu hajashusha taya zao chini, Samantha akafanya jambo la kushangaza. Nimekuwa nikikuona hapa, alisema. Unaongea kama msomi. Unazungumzia data na biashara kama mtu aliyeishi kwenye dunia hiyo. Sijui wewe ni nani au umetoka wapi, lakini naamini unahitaji nafasi ya pili tu. Akapumua kwa nguvu, moyo ukimdunda. Kwa hivyo, naomba kitu cha ajabu. Je, utanioa? Barabara ikawa kimya. Ezra akabaki mdomo wazi kwa mshangao. Akatikisa kichwa taratibu, akijaribu kuelewa alichosikia. Kisha akatabasamu, lakini kwa huzuni. Kama kweli unamaanisha hilo, alisema taratibu, ingia kwenye supermarket hiyo, nunua pete, urudi, upige goti, uniombe kama unamaanisha kweli. Umati ukapiga miayo ya mshangao. Yuko sawa kweli? Nani anakataa kuoa tajiri mkubwa? Lakini Samantha hakutikisika. Aligeuka, akaingia kwenye supermarket kwa utulivu, na dakika 5 baadaye akarudi. Mkono wake ulikuwa na pete ya almasi yenye thamani kubwa kuliko nyumba za watu wengi. Bila kusita, hapo hapo mbele ya mashuhuda wengi walio na mshangao, mama huyu tajiri na mlezi wa pekee alipiga goti moja na kuinua pete. Ezra Obinna, sauti yake ikitetemeka, utanioa? Ezra akaganda. Watu wakaanza kupiga video. Wengine walilia. Wengine walicheka. Magari yakapunguza mwendo. Mwanamke mmoja akashika kichwa kwa mshangao. Ezra akamtazama, huyu mwanamke mzuri sana, mwenye kila kitu, lakini bado anamwona yeye. Katika udhaifu wake, uchafu wake, maumivu yake, akatikisa kichwa taratibu. Ndiyo, akasema kwa sauti ya chini. Samantha akamvisha pete. Ezra akaikodolea macho kana kwamba haamini. Samantha akatabasamu tena na kusema, sasa ingia kwenye gari. Ezra akasita, akitazama suruali zake chafu, harufu yake mbaya, kucha zilizojaa uchafu. Nitachafua kiti chako, akasema. Sijali, Samantha akamjibu. Ezra akainuka taratibu, kana kwamba mtu alifufuka kutoka kwa wafu. Samantha akamfungulia mlango, naye akaingia ndani ya Bentley, akiacha maisha aliyoyajua kwa miaka mingi. Hakujua kwamba safari yake mpya ilikuwa inaanza tu. Bentley ikapita kwa utulivu ikielekea katikati ya Imara Island, jiji liking'aa kama bahari ya almasi chini ya jua la Miami.
Ezra alikaa wima kwenye kiti cha abiria, akishikilia begi lake kwa nguvu, macho yake yakirukaruka kati ya Samantha na barabara. Kila kitu kilihisi kama ndoto. Asubuhi hiyo alikuwa kivuli kisichoonekana, mwanaume asiye na makazi kwenye mavazi machafu. Sasa alikuwa mchumba wa mwanamke anayeheshimika zaidi Savannah, na hata hakuelewa vipi. Samantha akamwangalia kwa haraka. Macho yake yalikuwa mekundu, si kwa hisia, bali kutokana na miaka ya vumbi, joto na mapambano ya kuishi. Alitaka kumuuliza maswali mengi, lakini si sasa. Alijua anahitaji muda. Kwanza heshima. Tunapita mahali kidogo, alisema kwa upole. Ezra akatikisa kichwa bila kusema. Samantha akasimamisha gari nje ya sehemu ya huduma ya kifahari ya wanaume, Kingsman Barbers Spa. Ndani kila kitu kiling'aa, sakafu za marumaru, vioo vyenye mpindo wa dhahabu na kaunta za mbao za thamani. Mwanamume mmoja mwenye shati jeupe akafungua mlango huku akipiga saluti, lakini akasita alipoona Ezra. Yuko pamoja nami, Samantha akasema. Hilo likatosha. Wafanyakazi wakaacha kusita na kuanza kazi. Samantha akamtazama Ezra na kutabasamu. Waache wakutengeneze. Nitakusubiri. Kwa saa moja nzima, Ezra alikaa kimya huku wakimuosha, kumtengeneza nywele na ndevu na kuondoa uchafu wa miaka mingi. Ndevu zake ndefu zikakatwa vipande vipande. Nywele zikakatwa, kupangiliwa na kuwekewa mafuta hadi zikang'aa. Walipompa kioo hakujitambua. Aliona uso wenye taya imara, mashavu yaliyonyooka na macho yenye nuru mpya. Mavazi yako bwana, mmoja wa mafundi akasema, akimpa shati jeupe lililoshonwa vizuri, suruali nyeusi na viatu vya ngozi vilivyong'aa. Ezra akasita, kisha akaingia kubadilisha nguo. Alipotoka, Samantha alisimama. Akapiga miayo ya mshangao. Mbele yake hakuwa yule maskini wa mitaani tena, alikuwa mwanaume mwingine kabisa, mwenye mvuto na nguvu. Huyo ndiye mwanaume niliyemuona, Samantha akasema. Ezra akakaa kimya kwa muda, koo likimbanwa. Najihisi kama nimefufuka, akasema. Bado hujaona kitu, Samantha akamjibu. Walirudi kwenye Bentley na kuelekea nyumbani. Walipofika langoni, Ezra akashangaa. Hii ni nyumba yako? aliuliza. Hapana, Samantha akatabasamu. Sasa ni nyumba yetu. Milango mikubwa ikafunguka, ikionyesha jumba jeupe la kifahari lenye kuta za vioo, miti mirefu ya mitende na chemchemi ikicheza katikati. Mbwa wa dhahabu akaruka bustanini kwa furaha. Ezra akashuka taratibu kama mtoto aliyeingia kwenye hadithi ya kufikirika. Ndani kulikuwa na harufu ya vanila na lavenda. Kila sehemu iling'aa. Vaa za taa za kioo zilining'inia na sebule ilipambwa kwa kazi za sanaa kutoka Ghana, Misri na Afrika Kusini, mchanganyiko wa kifahari cha kifalme cha Kiafrika na kisasa. Kwenye ngazi kubwa, msichana mdogo mwenye nywele za kuchuruzika na macho ya usingizi alisimama akipiga macho. Mama, huyo ni nani? aliuliza. Samantha akafungua mikono yake. Hana, njoo umwone, akamuita. Msichana akakimbia, akamkumbatia mama yake, kisha akamtazama Ezra. Huyu ni rafiki yangu, Samantha akasema huku akipiga magoti karibu naye. Anaitwa Ezra. Nasikia atakuwa akikaa nasi mara nyingi sasa. Hana akamtazama kwa makini. Wewe ni mtu mzuri? aliuliza. Ezra akatabasamu kwa upole. Ninajaribu kuwa. Basi unaweza kukaa, Hana akasema, lakini usinisimulie hadithi za kutisha usiku. Ezra akacheka kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Usiku huo, Samantha alimpa chumba cha wageni ambacho kilionekana zaidi kama chumba cha hoteli ya nyota 5 na kumletea sahani ya wali wa jollof moto, ndizi choma na kuku. Alikula taratibu, akifurahia kila tonge. Hakuwa amekula chakula halisi kama hicho kwa miaka mingi.
Alipomaliza, alikaa kwenye roshani akitazama mwanga wa jiji. Samantha akajiunga naye akiwa na glasi 2 za mvinyo. Sasa, akasema, niambie wewe ni nani, Ezra? Ezra akatazama mikono yake kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Jina langu ni Ezra Obinna. Nilikuwa mmoja wa wataalamu bora wa data mjini Imara. Nilifanya kazi na kampuni za kimataifa. Nilitoa mihadhara. Nilifundisha wachambuzi. Nilijenga mifumo kwa ajili ya benki na serikali. Niliheshimiwa. Akasimama kidogo. Nilikuwa na mke, Sara. Tulikuwa na watoto 2, Taisha na Tatu. Wazazi wangu waliishi nasi. Maisha yalikuwa mazuri kabisa hadi mwezi mmoja wa Desemba. Akameza mate. Walikuwa wanaruka kwenda Dubai kwa likizo ya familia. Sikuweza kuondoka asubuhi hiyo, nilikuwa na kazi. Nilipanga kujiunga nao siku iliyofuata, lakini hawakufika. Ndege ilianguka. Hakukuwa na aliyenusurika. Macho ya Samantha yakijaa machozi. Nilipoteza kila kitu kwa siku moja, Ezra akasema kwa sauti ya chini. Sikutaka pesa. Sikutaka marafiki. Sikutaka hata kupumua. Niliondoka kwenye maisha yangu na sikurudi tena. Na nimekuwa chini ya daraja tangu siku hiyo. Machozi yakaanza kumtoka Samantha. Najua maumivu hayo, akasema kwa sauti iliyovunjika. Nilipoteza wazazi wangu kwenye ajali pia. Halafu mume wangu alipotea Hana akiwa na miaka 2 tu. Kwa miaka mingi nilisubiri, nililia, nikaomba lakini hakuna kilichotokea. Hatimaye nikakubali kwamba hatorudi tena. Ezra akamtazama kwa mshangao. Umejenga haya yote baada ya hayo? Akatinga kichwa. Nililazimika kuishi kwa ajili ya Hana na kwa ajili yangu. Ezra akashusha macho. Wewe ni mpiganaji. Akacheka kidogo kupitia machozi. Hata wewe pia. Wakakaa kimya, sauti pekee ikiwa ni milio ya wadudu wa usiku na gumzo la mbali la jiji. Ezra akavuta pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kwamba hakuwa tu hai, alitamani kuishi tena. Usiku huo alipolala kwenye kitanda laini, Ezra alitazama dari kwa macho makubwa. Sio kwa sababu hakuweza kulala, bali kwa sababu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi alikuwa anaota tena. Asubuhi iliyofuata, Ezra akaamka si kwa harufu ya maji machafu au kelele za pikipiki chini ya daraja, bali kwa sauti ya ndege wakiimba nje ya dirisha, jua likipenya kupitia mapazia ya hariri na harufu ya mkate mpya ikienea ndani ya nyumba. Kwa muda mfupi alilala tu akisikiliza. Kisha akakaa ghafla akihisi kana kwamba yote yangetoweka. Je, bado anaota? Lakini chumba kilikuwa hapo, kikiwa safi, kimepangwa na chenye joto. Akapapasa ndevu zake zilizopunguzwa vizuri, akapita vidole kwenye nywele zake safi na akatabasamu kidogo. Hii ilikuwa kweli. Kisha mlango ukagongwa kwa upole. Ingia, akasema. Mlango ukafunguliwa na Hana akachungulia. Habari za asubuhi, Bwana Ezra. Mama alisema nikuambie kifungua kinywa kipo tayari. Habari za asubuhi, Hana akajibu huku akitabasamu. Na unaweza kuniita mjomba Ezra. Hana akatabasamu kisha akakimbia kwenye korido. Ezra akavuta pumzi ndefu, akavaa nguo na kushuka chini. Samantha tayari alikuwa amekaa kwenye meza ya chakula, amevaa suti ya buluu ya giza, kompyuta mpakato ikiwa wazi pembeni ya bakuli la matunda. Habari za asubuhi, akasema kwa tabasamu la upole. Asubuhi njema, Ezra akajibu, akiketi kwenye kiti kilicho mbele yake. Meza ilikuwa imejaa mayai, mkate, uji wa pap, akara na juisi ya machungwa safi. Natumai una njaa, Samantha akasema. Ezra akapiga blink. Ni muda mrefu tangu nimekula kifungua kinywa cha aina hii.
Basi kula vizuri, akasema huku akifunga kompyuta. Utahitaji nguvu. Ezra akamwangalia kwa mshangao. Kwa nini? Tunaenda wapi? Samantha akasogea nyuma kwenye kiti na kunywa kikombe chake. Hapana, akasema taratibu. Unaanza kazi leo. Ezra akakohoa kidogo. Kazi? Akatikisa kichwa. Sikukuomba uolewe nami kwa huruma. Nilimaanisha. Na ninaona mwanaume mwenye akili nyingi sana za kupoteza. Mtech inahitaji mtu kama wewe, Ezra. Sijafanya kazi kwa miaka mingi. Nimepotea sana. Akatabasamu kwa upole. Basi utarudia haraka. Ulikuwa mtaalamu bora wa data zamani. Uwezo huo haupotei, unahitaji tu mtu wa kukukumbusha wewe ni nani. Ezra akashusha macho kwenye sahani yake, mikono ikitetemeka kidogo. Sijui kama niko tayari. Mimi najua, akasema kwa upole. Niamini. Ezra hakusema tena. Lakini ndani kabisa kitu kikaanza kuamka, kitu ambacho hakikuwa kimejionyesha kwa miaka mingi. Tumaini. Mchana huo, Ezra alimfuata Samantha hadi kwenye jengo refu lenye vioo lililokuwa makao makuu ya Mtech, mmoja ya kampuni za teknolojia zilizoendelea zaidi barani Afrika. Ndani, kila kitu kilikuwa kimejaa vioo, chuma ang'avu na kujiamini. Wafanyakazi walivaa mashati yenye nembo ya kampuni na vitambulisho vya kazi. Kila mtu alitembea kwa malengo. Samantha alipowasili, wafanyakazi walimkaribisha kwa heshima. Watu wakageuka walipomwona Ezra akitembea karibu naye. Wengine wakabishana kwa sauti ya chini. Ni dereva wake. Hapana, sio mlinzi wake pia. Ni nani basi? Lakini hakuna aliyethubutu kuuliza moja kwa moja. Wakaingia kwenye ghorofa ya wakuu na Samantha akafungua mlango wa ofisi binafsi yenye nafasi kubwa, mwanga wa jua mwingi, skrini 3, ubao mweupe uliojaa chati za data na ujumbe wa makaribisho ulioandikwa, karibu Bwana Obinna, mkuu wa idara ya data intelligence. Ezra akaganda. Hii ni yangu. Akatikisa kichwa. Kuanzia leo wewe ndiye mkuu wa idara ya data intelligence. Utahusika moja kwa moja nami. Ezra akaingia taratibu akitazama kila kitu. Ilijisikia kama sehemu ya nafsi yake iliyokuwa imefungwa kwa miaka ilikuwa imerudi. Una uhakika? Kabisa. Kuanzia hapo Ezra akaanza kujijua tena. Mwanzoni ilikuwa ngumu. Programu zilikuwa zimebadilika. Vifaa vilikuwa vipya zaidi. Mbinu zilikuwa zimeboreshwa. Lakini akili yake ya asili haikumpotea. Ndani ya wiki moja alikuwa anachambua takwimu za kampuni, kugundua mwelekeo ambao hakuna mtu alikuwa ameona na kupendekeza mabadiliko yaliyookoa kampuni mamilioni katika ufanisi. Samantha mara nyingi alimtazama kutoka ofisini kwake kwa fahari ya kimya. Siku moja alasiri aliingia kwenye ofisi ya Ezra na kuweka faili mezani kwake. Umetuokoa hasara ya milioni 250 za savana kwa mwaka, akasema. Bodi imefurahishwa. Ezra akamtazama kwa mshangao. Nilikuwa nafanya tu kazi yangu. Ndicho kinachokufanya uwe bora. Alishtuka akajawa na hisia. Sijui hata nisemeje asante. Samantha Chege alitabasamu akivuka mikono yake. Basi usiseme. Endelea tu kuwa bora. Walitazamana kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa, joto la kimya lililokuwa likikua ambalo wote wawili hawakuhisi kwa miaka mingi. Wiki zikawa miezi. Ezra Obinna hakuwa tu akiendelea kuishi, alikuwa anastawi. Alitoa mihadhara kwenye makongamano, akaongoza timu za data na akawa mshauri wa wachambuzi wachanga kote nchini. Macho yake ambayo zamani yalikuwa yamepoteza mwanga, sasa yalimetameta tena. Kwa upande wa Samantha, kuna kitu pia kilibadilika.
Alikuwa akicheka zaidi, akitabasamu kwa dhati, akipunguza kazi za usiku na kutumia jioni nyingi kwenye balkoni na Hana na Ezra wakiongea kuhusu maisha na ndoto. Usiku mmoja, mvua ikinyesha taratibu nje na taa za trafiki za Miami zikimetameta mbali, Samantha alimwangalia Ezra. Kwa nini ulisema ndiyo siku ile? Ezra alicheka. Kweli, nilidhani una wazimu. Alitabasamu. Lakini aliendelea, kulikuwa na kitu machoni pako. Sikuweza kuelewa ni nini. Labda neema, labda ujasiri, au labda matumaini, lakini nilihitaji hicho. Kisha akawa makini. Lakini sikukuamini. Sio kweli. Ndiyo maana niliweka lile ombi. Nilihitaji kujua kama ulikuwa makini, kama kweli ungepiga magoti. Sikuwahi kufikiria ungefanya. Samantha aligeuza kichwa, naye akashika mkono wake kwa upole. Sasa najua ulikuwa malaika uliyefichwa. Ukimya ulitawala tena, lakini haukuwa wa aibu, ulikuwa wa kujaza mioyo. Siku chache baadaye, wakati wa chakula cha usiku kwenye balkoni ya juu ya jumba lao, Ezra alisimama na kusafisha koo. Samantha. Ndio. Nina kitu cha kusema. Alimtazama akiwa amechanganyikiwa, huku akiingiza mkono mfukoni. Kisha akapiga magoti. Hana na wafanyakazi wawili wa nyumbani walipiga kelele za mshangao. Ezra akatoa pete ya platinamu iliyong'aa. Sikuamini kitu chochote uliponipata, lakini wewe ulinifanya niamini tena. Ulinipa maisha yangu tena. Ulinipa sababu ya kutabasamu, kuwa baba tena na kupenda tena. Akamwangalia machoni, sauti ikitetemeka. Sasa nataka tufanye kwa njia sahihi. Samantha Chege, utaolewa nami? Machozi yakamjaa. Ndiyo, alinong'ona akitabasamu katikati ya machozi. Ndiyo, mara elfu, ndiyo. Hana, sasa akiwa na miaka 6, alipiga makofi na kuruka kwa furaha. Ezra akamvalisha Samantha pete na nyumba nzima ikashangilia. Miezi miwili baadaye, Samantha na Ezra walifanya harusi ya kifahari kuliko zote Miami ilikuwa imeona kwa miaka mingi. Mabalozi, watu maarufu na vigogo wa teknolojia walikuja kutoka duniani kote. Vyombo vya habari viliita hadithi yao mapenzi yaliyoandikwa kwa neema. Lakini hii ilikuwa mwanzo tu, maana maisha ya Samantha yalikuwa karibu kubadilika tena kwa njia nzuri. Miaka 3 ilikuwa imepita tangu Samantha apige magoti kando ya barabara yenye vumbi nje ya Super Service Supermarket na kumwomba mwanaume asiye na makazi awe. Dunia ilifuatilia hadithi yao kwa mshangao. Lakini kwa Samantha na Ezra, sifa haikuwajali, kilichojali ni amani waliopata kwa kila mmoja. Ezra sasa alikuwa mwanzilishi mwenza wa Mtech. Chini ya uongozi wake, pamoja na maono ya Samantha, kampuni ilipanuka kote Afrika Magharibi, ikileta programu mpya za AI zilizobadilisha biashara na hospitali. Lakini nyuma ya pazia, kitu kizuri zaidi kilikuwa kinatokea, kitu cha upole, kitakatifu na chenye furaha. Samantha alikuwa mjamzito. Alipopata habari, alilia, sio kwa hofu, bali kwa shukrani. Hana alikuwa amekuwa kuwa msichana mchangamfu wa miaka 7, na sasa kungekuwa na mtoto mwingine, fursa ya pili, mwanzo mpya. Mchana mmoja wenye jua, Samantha alikuwa jikoni, akipika supu ya bamia huku akipiga mluzi taratibu. Tumbo lake dogo lilionekana chini ya blauzi ya Ankara. Ezra aliingia na kusimama kimya, akimtazama. Aligeuka, akimkuta akimwangalia. Kuna nini? Aliuliza huku akicheka. Hakuna, akatabasamu, akimkumbatia. Unaonekana kama ndoto ambayo sikuwahi kufikiria nitapata tena. Akainama kwake. Nami nilifikiria hivyo hivyo. Walibusiana kwa upole, na kwa wakati huo dunia ilitoweka. Miezi miwili baadaye walipata mtoto mvulana. Wakampa jina Teddy Siati kwa heshima ya wazazi wa Samantha na baba ya Ezra.
Samantha alipomshika mtoto mikononi mwake, kitu ndani yake kilipona. Akamwangalia Ezra na kunong'ona, hii ndiyo familia niliyokuwa nikiomba. Ezra akawakumbatia wote wawili na kusema, na hii ndiyo familia ambayo sikuwahi kufikiria nitapata tena. Hana, sasa dada mkubwa, alichukua jukumu lake kwa umakini. Alimlisha Teddy ambaye alikuwa akikua haraka, akimbembeleza na hata kujaribu kubadilisha nepi, ingawa aliacha katikati kwenye tukio moja la kuchafuka. Nyumba yao ikajaa kicheko tena. Lakini hata katikati ya furaha, maisha yalikuwa na mshangao mwingine. Miaka michache baadaye, Hana alihitimu kutoka chuo kikuu cha Savannah akiwa daktari wa tiba. Samantha na Ezra walihudhuria sherehe. Hana akiwa na koti jeupe na stetoskopu, alikuwa mdogo zaidi kuhitimu akiwa na miaka 18 tu. Walipokuwa wakipiga picha, kijana mrefu mwenye mavazi mazuri alimkaribia. Habari, mimi ni Tatu, akasema akitabasamu. Niliona uwasilishaji wako kuhusu ramani za Ghana. Ulikuwa mzuri sana. Hana akatabasamu kwa aibu. Asante. Samantha akainua uso akitazama kutoka mbali. Ezra akacheka. Pumzika, anakuwa mtu mzima. Wiki zikapita na wawili hao wakaendelea kuwasiliana. Kile kilichoanza kwa mazungumzo ya kisayansi kikawa simu ndefu na kukutana kutazama filamu. Muda si mrefu wakawa hawaachani. Baada ya miezi mitatu, Tatu alikuja nyumbani kwao na wazazi wake kuomba rasmi ruhusa ya kumchumbia Hana. Ilikuwa ya kiasili na yenye heshima kubwa. Samantha na Ezra walivutiwa. Tatu hakuwa kijana wa kawaida, alikuwa mtoto wa jaji anayeheshimika na nyota inayong'aa katika uhandisi wa biomedical. Miaka mitatu baadaye, alipiga magoti siku ya kuzaliwa kwa Hana ya miaka 21 mbele ya marafiki na familia. Hana akasema ndiyo, sauti yake ikitetemeka kwa furaha. Na mara nyingine tena Samantha akalia, safari hii machozi ya furaha. Maandalizi ya harusi yalikuwa makubwa. Tukio lilifanyika katika hoteli maarufu ya Savannah huko Miami. Wageni walijumuisha mabilionea wa teknolojia, wanadiplomasia, viongozi wa kifalme wa kienyeji na marafiki wa utotoni waliokuwa bado hawaamini kuwa Hana mdogo alikuwa anaolewa. Siku ya harusi ilifika kwa mchanganyiko wa lace za rangi, dhahabu inayong'aa na sauti tamu ya muziki wa live wa Igbo Higlife. Hana alivaa gauni jeupe lililong'aa chini ya taa za chandelia. Wakati ulipofika, Samantha Chege na Ezra Obinna walimshika mikono kumtembeza kuelekea kwenye njia ya harusi. Hana akiwa ameshika mikono yao alinong'ona, asanteni kwa kila kitu. Ezra akatabasamu. Tufanye tuwe na fahari. Na walifanya hivyo. Hana aliposema nakubali, wageni wote wakapiga makofi kwa furaha. Katika sherehe, Samantha alitoa hotuba iliyowafanya nusu ya wageni kulia. Lakini hotuba ya Ezra iliwaacha wote wakiwa kimya. Alisimama wima, sauti yake tulivu lakini yenye hisia nyingi. Miaka iliyopita, alianza, niliishi chini ya daraja. Nilipoteza mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu na hata mimi mwenyewe. Niliona hakuna sababu ya kuishi tena. Nilipoteza imani kwenye maisha, upendo na kusudi. Lakini malaika alinipata. Alimtazama Samantha. Hakubadilisha maisha yangu tu, alinipa maisha mapya. Hakuona maskini asiye na makazi. Aliona mwanaume ambaye bado alikuwa na kitu cha kutoa. Kupitia yeye, nilipata upendo. Nilipata familia. Nilipata nyumbani. Na leo nimesimama hapa nikiangalia binti yetu akiingia kwenye safari yake mpya yenye upendo, heshima na matumaini. Maisha yangu yamekamilika. Ukumbi ukawa kimya, kisha ghafla makofi makubwa yakavuma. Watu walisimama wakipiga makofi na kufuta machozi. Hadithi ya Ezra ikawa mfano, ukumbusho kuwa haijalishi mtu amedondoka kiasi gani, upendo unaweza kuinua tena.
Baada ya miezi 9 tangu harusi ya Hana na Tatu, familia ilikutana tena kwenye nyumba kubwa ya Samantha, mara hii kwa sherehe ndogo zaidi. Hana akiwa hospitalini amechoka lakini aking'aa. Mikononi mwake kulikuwa na mtoto mchanga wa kike amefungwa kwenye blanketi la pinki. Walimuita Amarachi, maana yake neema ya Mungu. Ezra alipombeba mjukuu wake kwa mara ya kwanza alinong'ona, hujui bado mdogo wangu, lakini umeingia kwenye muujiza. Nyumba ikajaa furaha. Jioni hiyo familia yote ilikaa kwenye balkoni wakiangalia jua likizama mjini Miami. Hana, Tatu, mtoto Emma, Samantha, Ezra na Teddy Siati, sasa mtoto mwenye furaha akiwinda vipepeo bustanini. Siwezi kuamini haya ni maisha yangu, Samantha alinong'ona. Ezra akatabasamu akimkumbatia. Inaweza kwa sababu mambo mazuri yote huanza na imani. Wakati huo simu ya Samantha ikalia. Ilikuwa barua pepe kutoka Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Savannah. Kichwa: sherehe ya miaka 20 Mtech kupokea tuzo ya heshima maishani. Aliisoma kwa sauti ikitetemeka. Wanatupatia tuzo. Ezra akatabasamu. Unastahili. Hapana, akamgeukia. Tunastahili. Sherehe ya miaka 20 ya Mtech ilifanyika Landmark Center mjini Miami. Ukumbi ulikuwa umepambwa kwa rangi za nyeupe na dhahabu, mabango yakionyesha safari ya Samantha na Ezra, kutoka mwanzo mdogo hadi mafanikio, kutoka maumivu hadi nguvu, kutoka kuwa wageni hadi kuwa wenzi wa roho. Wakati wa Ezra kuzungumza ulipofika, alitembea hadi jukwani akiwa amevaa suti nyeusi safi, hatua zake zenye kujiamini, tabasamu jepesi. Aliangalia bahari ya nyuso, baadhi akizijua, zingine mpya. Akavuta pumzi ndefu. Jina langu ni Ezra Obinna, alianza. Wakati fulani nilipotea. Sikuwa na kitu, hakuna nyumba, hakuna matumaini, hakuna hamasa ya kuishi. Lakini mtu aliniona. Alipiga magoti mbele yangu, si kwa sababu nilistahili, bali kwa sababu aliamini kile ambacho ningeweza kuwa. Alimtazama Samantha. Alinipa sababu ya kuamka tena. Alinifanya niwe kamili. Akaunyanyua ule tuzo. Hii, alisema, sauti ikitetemeka, sio tu zawadi. Ni ushuhuda kwamba neema ipo, nafasi ya pili ipo, na upendo wa kweli sio kuhusu mali au uzuri. Ni kuhusu imani. Na naahidi kwa kila pumzi iliyo ndani yangu, nitaendelea kurudisha pale nilipopokea. Watu wote walisimama wakishangilia, kamera zikimulika. Samantha akapanda jukwani na kumbeba Ezra kwa nguvu, machozi yakimtiririka. Wakati huo hakuna aliyeona tajiri na maskini wa zamani, waliwaona nafsi mbili zilizopita kwenye moto na kutoka wakiwa wameshikana mikono. Miaka 10 ilikuwa imepita tangu Samantha Chege apige magoti kwenye barabara yenye vumbi mjini Miami na kumuuliza Ezra Obinna, mtu asiye na makazi, aolewe naye. Miaka 10 tangu mwanaume huyo aliyeachwa na dunia awe sio tu mume wake, bali mshirika wake katika maisha, upendo na urithi. Pamoja walijenga zaidi ya kampuni. Walijenga familia, nyumba na alama ya nafasi ya pili. Sasa jua likimulika bustani nzuri ya nyumba yao, Samantha alisimama dirishani, akinywa chai na kutazama watoto wawili wakicheza uwanjani. Teddy Siati, sasa ana miaka 9 na mwerevu, alikuwa akiwinda vipepeo huku akishika tablet kutengeneza app ya kufuatilia vipepeo. Karibu naye Amarachi, binti wa Hana, alikuwa akicheka huku akikimbia bila viatu kwenye nyasi, gauni lake likipepea kama mabawa. Nyuma yao, Ezra alisimama, mzee kidogo sasa, ndevu zikiwa na rangi ya fedha, lakini mwenye nguvu kuliko awali. Alishika chupa ya kumwagilia maji, akitunza maua ya waridi. Samantha akatabasamu. Hii furaha ya kimya ndiyo kila kitu alichowahi kuomba, na kuomba kwa machozi. Lakini ndani ya amani hiyo, ndoto mpya ilianza kuchipua. Jioni hiyo, baada ya chakula cha jioni, Samantha aliwakusanya familia sebuleni.
Hana na Tatu walikaa kwenye sofa wakiwa na Emma katikati. Ezra akakaa karibu na Samantha, mikono yao ikiwa imeunganishwa. Nina kitu nataka kushiriki, Samantha alisema, sauti tulivu lakini thabiti. Wote wakamtazama. Nimekuwa nikifikiria. Ni wakati wa kufanya zaidi. Tatu akainama. Zaidi? Samantha akatikisa kichwa. Mtech imebadilisha biashara. Tumeisaidia serikali, hospitali, shule. Lakini sasa nataka kufanya kitu kwa watu kama Ezra alivyokuwa zamani. Uso wa Ezra ukaonyesha mshangao mdogo. Nataka kuanzisha taasisi ya Obina, alisema akimtazama. Mahali pa kutoa nafasi ya pili. Kupata waliopuuzwa na kuwakumbusha kuwa hawajapotea. Kuwafundisha na kuwaajiri maskini, wajane na yatima katika ujuzi wa teknolojia, ubunifu na biashara. Kuambia bado unaweza kuinuka. Ezra akamtazama akiwa hana maneno. Hana akapiga makofi taratibu. Mama, hilo ni jambo zuri. Tatu akakubali. Tutasaidia kwa njia yoyote. Ninayo ardhi tayari, Samantha aliendelea. Nilinunua kimya kimya mwezi Mei. Ilikuwa soko zamani, lakini ni sehemu nzuri. Nataka kuanza ujenzi mwezi ujao. Nataka taasisi ya Obina iendelee hata baada ya sisi kuondoka. Ezra akasita, sauti ikikata. Unaita kwa jina langu? Akatabasamu. Kwa jina letu. Kwa kile unachowakilisha. Akafuta machozi. Huniachi kushangaa. Samantha Chege alimgeukia Teddy Siati. Na siku moja utakapokuwa mtu mzima, hii pia itakuwa sehemu ya hadithi yako. Teddy alitabasamu. Ninaandika programu ya tovuti tayari. Chumba kilijaa kicheko. Baada ya miezi mitatu, Ezra Obina Foundation ilizinduliwa. Ilikuwa kituo kikubwa chenye mabweni, madarasa, maabara ya kompyuta, vituo vya ushauri nasaha na sehemu za kusaidia biashara changa. Lakini zaidi ya majengo, ilikuwa watu waliokuwa nguvu yake kuu. Makumi ya watu waliokuwa maskini na waombaomba sasa walivaa suti na kubeba kompyuta mpakato. Wajane walikuwa mbele ya projektor, wakifundisha wengine jinsi ya kutengeneza tovuti. Vijana waliokuwa wakibeba maji barabarani sasa walikuwa wakionyesha ubunifu wao kwa wawekezaji wa kimataifa. Na kila bango na kila darasa lilikuwa na maneno haya kama kauli mbiu. Hadithi yako haijaisha bado. Wakati wa sherehe ya kufungua, Samantha alisimama mbele ya umati, sauti yake ikiwa thabiti. Hii sehemu si msaada wa hisani. Akasema, ni haki. Ni kumbukumbu kwamba hakuna mwanadamu aliye mbali sana asiyerudishwa tena. Nilipewa heshima, ndiyo, lakini pia nilivunjika moyo zamani. Vivyo hivyo na Ezra. Na sasa, tazama kile Mungu amefanya. Makofi makubwa yakajaa hewani. Ezra akasogea mbele na kuongeza. Wakati nilipopoteza mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu, nilipoteza nafsi yangu. Lakini Samantha alinipa sababu ya kuishi tena. Hiyo ndiyo maana ya hii foundation, ikuwapa watu sababu. Usiku huo, taa za foundation zikimetameta juu ya anga ya jiji, Samantha na Ezra walisimama kwenye paa la jengo jipya, wakiwa wameshikana mikono. Ninajivunia wewe, Ezra alisema. Samantha akamgeukia. Ninajivunia sisi. Akanodisha kichwa. Unajua, wakati mwingine nakumbuka siku ile nje ya Super Save. Bado najiuliza ni nini kilikufanya usimame. Samantha akaangalia juu kwenye nyota. Unajua niliona nini siku hiyo? Ezra akaangalia kwa mshangao. Niliona mtu aliyekuwa amejua maumivu, lakini hakuruhusu yaichukue akili yake. Uliongea kama mtu aliyekuwa bado na akili ya kipekee ndani yake. Niliona mfalme aliyejeruhiwa na nikajua Mungu hakuwa amemalizana naye. Ezra akatabasamu. Na nilidhani wewe ni kichaa.
Akatabasamu. Bado niko hivyo. Lakini ilifanikiwa. Walisimama kimya kwa muda. Kisha Ezra akauliza tena. Samantha, unajutia chochote? Akamgeukia. Najutia kutokukutana na wewe mapema. Miaka ikapita. Ezra Obinna Foundation ilikuwa zaidi ya savana. Samantha na Ezra wakawa wazungumzaji wakuu kwenye mikutano ya kimataifa. Hadithi yao ikaandikwa kwenye vitabu, filamu na kufundishwa mashuleni. Vijana wengi waliheshimu safari yao, sio tu kama wakubwa wa teknolojia, bali kama ushahidi kwamba upendo na kusudi vinaweza kutoka kwenye majivu. Hannah akawa daktari bingwa wa tiba na kuanzisha kampuni ya afya na mume wake, Sammy. Binti yao Emma akawa mwandishi mdogo zaidi kuchapishwa Afrika Magharibi, akiandika vitabu vya watoto vilivyochochewa na hadithi ya mapenzi ya babu na bibi yake. Teddy, daima akiwa mchoraji wa ndoto, alitengeneza programu ya kufundisha iliyoenea vijijini kote Afrika, ikifundisha watoto kuandika programu kupitia michezo na mafumbo. Asubuhi moja tulivu, Ezra na Samantha walikaa kwenye benchi lao pendwa bustanini. Nywele zao sasa zilikuwa na madoa ya mvi. Mikono yao ilikuwa imezeeka, lakini bado walishikana kwa nguvu. Wakitazama watoto wa Foundation wakicheza karibu, wakicheka na kukimbia. Ezra akavuta pumzi. Nimejaa moyoni, akasema. Samantha akatabasamu. Mimi pia. Akamwangalia kwa macho ya upole. Nilikuwa nikidhani Mungu alinisahau, kwamba nilikuwa ninaadhibiwa. Lakini sasa nafikiri labda alikuwa ananiandaa. Samantha akasogeza kichwa chake mabegani pake. Kila kitu kilikuwa kinaelekea hapa, akanong'ona. Na safari hii, Ezra akasema, hatupotezi hata sekunde moja. Wakati huo, Amarachi mdogo akaja mbio, mikono yake ikiwa na michoro. Bibi, babu, angalieni nilichochora. Wakazichukua karatasi na kutabasamu. Ilikuwa mchoro wa mwanamke akiwa amepiga magoti mbele ya mwanaume. Juu yake, kwa herufi kubwa na zenye furaha, iliandikwa, upendo unaanza pale kiburi kinapoisha. Ezra akaitazama kwa muda mrefu, akicheka taratibu. Anaielewa. Samantha akambusu kwenye paji la uso. Ametoka kwenye chanzo chake. Jua lilipokuwa likizama bustanini na upepo wa jioni ukicheza kupitia miti, Samantha akafumba macho. Maumivu ya zamani, upendo wa sasa na ahadi ya kesho, yote katika muda mmoja, maisha moja na hadithi moja ya mapenzi iliyozaliwa kwa neno tafadhali na kumalizika kwa ndoto aliyowahi kufikiria haiwezekani. Hadithi hii ni zaidi ya hadithi ya mapenzi, ni ushuhuda. Ni ushahidi kwamba haijalishi mtu ameanguka mbali kiasi gani, neema ya Mungu bado inaweza kumfikia. Ni ukumbusho kwamba upendo unaweza kuwa daraja kati ya kukata tamaa na hatima, na kwamba wema, haijalishi ni mdogo kiasi gani, unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Samantha angeweza kumpita Ezra siku ile nje ya Super Save. Lakini badala yake alisimama. Aliona sio alivyo, bali alivyoweza kuwa. Na kwa sababu alichagua huruma badala ya hukumu, maisha yao wote yakabadilika milele. Safari ya Ezra inaonyesha kwamba kuvunjika moyo sio mwisho, inaweza kuwa mwanzo wa kitu kizuri. Maumivu yanaweza kutuunda, lakini hayapaswi kututambulisha. Mungu anaweza kuchukua majivu ya zamani zetu na kuyageuza kuwa msingi wa kesho yetu. Usidharau nguvu ya tendo moja la huruma, neno moja la kutia moyo, au sala moja ya imani. Kama Biblia inavyosema katika Yeremia 29 mlano wa 11, maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala sio ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini na mwisho mzuri. Kwa hiyo, haijalishi umepitia nini, kumbuka, hadithi yako haijaisha. Mungu bado anaandika. Na sura inayofuata inaweza kuwa nzuri kuliko zote. Wakati mwingine Mungu huficha baraka kubwa katika sehemu zisizotarajiwa. Uwe tayari kuiona na uwe na ujasiri wa kuamini ndani yake.
Kama hadithi hii imegusa moyo wako, usiibakie peke yako, ishiriki. Hujui ni nani anahitaji kuisikia leo. Penda video hii, andika maoni yako na jiandikishe kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi zinazobadilisha maisha na kutia moyo. Mungu akubariki na kwa sasa kwaheri.